بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، يوم خلق فيه آدم عليه السلام وأدخل الجنة وأهبط منها وقبض منها. Siku bora yenye kuangaziwa na jua ni siku ya Ijumaa. Ijumaa ni siku kubwa. Dhalika wa man yu'azzim hurumatillah, vivyo hivyo mwenye kuadhimisha hurumatillah, vitakatifu vyake Allah, ambayo hurumatillah ni amakin muhtaram. Hurumatillah ni ile miji mitakatifu, lakin hurumatillah ashkhasul muhtaramin ni wale watu watukufu, baba, mama, Mtume sallallahu alaihi wasallam na mashekh. Lakini hurumatillah almawasim muhtaram. Hurumatillah zile nyakati zenye kutukuzwa, alhasanati fihi tatadhaaf, hata khairi zinakuzwa. Kuna fadhila kubwa ukifanya kuziadhimisha nyakati hizo, fahuwa min taqwa alqulub, ni sehemu ya uchamungu wa moyo. Sehemu nyingine fahuwa khairun inda rabbih, dhalika man yu'azzim sha'air Allah. Jambo hili kutukuza zile ishara kubwa kubwa zake Allah ni jambo bora mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ilikuwa ikifika siku ya Maulidi Nabawi Asharifa, familia yako iambie leo Mtume sallallahu alaihi wasallam akazaliwa, basi angalau umeshindwa kuadhimisha Ijumaa, kwa sababu unaona ni mambo ya khurafati, mambo ya kuadhimisha mambo ya hafla za Maulid. Basi angalau Ijumaa, angalau kila ikifika Ijumaa nyumbani kwako kunapikwa biriani, mpaka watoto unawasha moto shuuri, hisia katika mioyo yao, wanaisubiria Ijumaa mapema kabisa. Angalia siku za wenzetu, yaumu sabti, yaumul ahad, mpaka kiserikali hakuna kazi kote duniani. Jumamosi hawafanyi kazi, wala Jumapili, wanaadhimisha siku zao za ibada. Na sisi afdalu yaumin, na siku hiyo ya Ijumaa ni siku kubwa kuliko Jumapili na kuliko Jumamosi. Sasa siku hii ya Ijumaa, na hata viumbe pia wanaiogopa na wanaiheshimu, wanaogopa masimamo ya Mola wao Rabbul Izza. Kwa hiyo siku ya Aljumaa
ni siku ambayo pia ndio asili ya binadamu kuumbwa kwake. Wa khulika Adam bil asri yaumul jumaa. Nabii Allahi Adam baada ya kuwa timthalan 40 sana, alivyokuwa ni sanamu kwa mwendo wa miaka 40, Mwenyezi Mungu hakuwa na haraka kumuumba, kwa sababu ataanni min Allah, upole unatokamana na Mwenyezi Mungu, wal ajalatu min ash-shaytan, na haraka na papara na pupa zinatokamana na shetani. Ndio maana ukipata jambo baya la kufadhaisha, kaa chini kidogo, tulia kidogo, usiamue mambo kwa haraka, utaharibikiwa. Uwe na hilmu na anat, upole na umakini, uwe na uchambuzi yakinifu. Hata baadaye kama una revenge au unafanya nini, itakuwa umefanya kwa hekima. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alimuumba mzee Adam miaka 40, hana roho, hana chochote kiumbe huyu. Na siku tokea anaumbwa ilikuwa siku ya Ijumaa. Ijumaa ya kwanza hiyo akaumbwa mzee wetu Adam Abul Bashar alayhi salam. Kisha baadaye alivotiliwa roho, wa udkhila aljannata, akapelekwa sehemu ya bustani, sehemu ya neema. Mwenyezi Mungu asema, ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna, ingia peponi. Peponi aliingia siku ya Ijumaa. Ndio maana peponi kila Ijumaa itakuwa ni idi kubwa, kila Ijumaa idi huko. Lakini wa uhbitu minha fazallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Alifanya makosa, aliteleza. Siku ya Ijumaa pia kibarua kikaota nyasi. Kwa hiyo kuja duniani alitolewa peponi siku ya Aljumaa, akasafirishwa, upepo ukampeperusha mpaka India na mke wake mpaka Jeddah. Alishuka kwenye mti Nabii Adam, ilikuwa siku ya Aljumaa. Lakini pia siku hii ya Aljumaa ndo qubidha ruhuhu. Aliishi miaka 1040, na 40 yenyewe kaongezewa kwa mwanaye anaitwa Nabii Allah Daudi ibn Asha. Nabii Allah Adam siku anaumwa, akamtuma mwanaye Shith alayhi salam akamtafutie miti ya dawa. Njiani akakutana na malaika mwenye kutoa roho. Ila aina, anakwenda wapi hivi? Ambia basi usihangaike, dawa ya babako, umri umekwisha. Qubidha ruhuhu, siku ya Ijumaa kafa baba huyu. Baada ya kufa, malaika ghusil, wakamuosha, thumma kuffin, wakamfanyia takfini sanda, thumma sulliya alayhi, wakamsalia, ila madfan, kisha wakamzika malaika hao. Kisha wakasema, hadhihi sunnatukum ya bani adama, taratibu zenu ziwe hivi, kama tulivyozika hivi na nyinyi mzike hivi hivi. Siku ya Ijumaa hii, Ijumaa hii pia katika kuumbwa kwake mzee Adam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwauliza jambo malaika wake. Malaika wale akawaambia, inni ja'ilun fil ardi khalifa, nataka kuumba kiumbe kiongozi. Khalifa ina maana nyingi. Maana ya khalifa kwanza ni yule anayekuja baada ya mtawala aliyopita au ya mwingine aliyopita. Sasa katika ardhi nitaka nimweke, ina maana kuna ambao waliwekwa kabla. Khalifa, kiongozi. Na wakati huo kuna viumbe wengi ulimwenguni. Viumbe wote dunia nzima tupo 50,000. 32,000 vinapatikana ndani ya maji, na sehemu kubwa katika dunia ni maji, na 18,000
ndio viko nchi kavu, miongoni mwavyo na mimi na wewe. Sasa viumbe hivi vyote vinatakiwa kiongozi atakaoongoza. Kwa Mwenyezi Mungu akawaambia malaika, inni ja'ilun fil ardi khalifa, nataka kumweka khalifa, nataka kumweka kiongozi aongoze viumbe hivi 50,000, vyote hivi aviongoze yeye. Malaika wakatizamana, akiwemo Israfil, Israil, Mikail, vitu kama hivyo. Kisha kwa pamoja wakasema, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kakikao haka hiwar baina ya Khaliq na malaika wake. Mwenyezi Mungu, jibu la malaika wakahoji, ataj'alu fiha. Sasa Mwenyezi Mungu, kuna haja gani kuumbwa tena? Ndio maana yake, unataka kumuumba tena ndani ya mgongo wa ardhi? Man yufsidu fiha, atakaye kuja kufanya uharibifu mkubwa. Wa yasfiku dima, na atamwaga damu, ataanza vita, watauana kila upande, kila kona. Wana haja gani kuumbwa viumbe kama hao? Ataj'al fiha man yufsidu fiha yasfiku dima. Na kama wewe shida yako ni kuabudiwa, wa nahnu, na sisi malaika wote, nusabbihu, tunakusabih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Asema tasbihu indahum katanaffusu indana, hivi wanavyomsabihi Mwenyezi Mungu kama sisi tunavyopumua. Yusabbihuna Allaha laylan wa naharan wala yafturun, hakuna mapumziko. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka, lakini pia tunakutakasa, tunakusifu. Nahnu dawabina fil ibada, tunaogelea katika ibada. Au tumekuwa muqassarina fil ibada, tumepunguza, huridhiki? Sisi tunatosha. Lakini Mwenyezi Mungu akapa jibu, akawaambia, inni a'lamu ma la ta'lamun. Akasema, mimi najua msoyajua, najua mengi msoyajua, kwa sababu ninayemuumba huyu mgongoni mwake watatokea auliaullah, mgongoni mwake atakuja kuzaliwa Mtume Muhammad, ashraf makhluqatillah ala al-atlaq wal akhlaq. Mgongoni mwake kutakuja khairi nyingi sana. Mimi nitaumba tu, nitaumba. Wakasema, liyakhluqa Allahu ma yasha, basi mwacheni Mwenyezi Mungu amuumbe amtakaye. Lan yakuna khairun mithluna, hawezi kuwa mbora kiibada kama sisi. Wao walifanya ghera tu hivi, walifanya wivu tu. Basi Nabii Allahi Adam akaumbwa kwa mikono yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, stage kwa stage. Leo hatuzungumzii qasas ya Nabii Allahi Adam kwa sababu katika msikiti huu tushaizungumza, lakini kuna kitu tunataka kukipatia faida, kitu muhimu sana. Mwajua Nabii Allahi Adam kuja peponi pia ni heshima kubwa, japo inaonekana makosa ndo yamemtoa, lakini kabla ya kutiwa wasiwasi na shetani kuna maneno yalitangulia, inni ja'ilun fil ardi khalifa, taka kumweka kiongozi. Sasa lazima ingetokea sababu yoyote ya kumtoa paradise, kwa sababu asingeteleza vile, angewezaje kuwa kiongozi? Angewezaje kuja tukaishi huku? Ndo yale tunayosema saa nyingine mazuri yanatokamana na mabaya. Hawa malaika kwa nini walihoji, ndugu zangu Waislamu, kwamba mtu atakuja kufanya uharibifu? Katika hadithi ya Sayyidina Abdullah bin Jabir, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mfasiri mkubwa wa Qur'ani, Mtume anatusimulia, anasema, kanatil jinni qabla al-insani bi'alfi ama,
Walikuwepo majini kabla ya kuumbwa mimi na wewe, miaka 2000 iliyopita waliishi hapa majini. Fasafaku dima, wakaanzisha vita, wakaanzisha fujo, wakamwaga damu, vitu kama hivyo. Fab'atha Allahu ilaihim jundan minal malaika, Mwenyezi Mungu akatumia askari wa kimalaika. Fataraduhum min jazail albihar, wakafukuziwa mpaka huko kwenye fuo za bahari. Na inaelezwa yule kibarul jinni, yule mkubwa wa majini, ana kiti chake katikati ya bahari, na faida anazopata kupitia jini wadogo hawa wanampelekea information kuhusiana na maisha yetu sisi. Lakini wakamkuta jini mmoja mwema, yeye hajafanya fujo, anasali, ismuhu Azazil. Huyo alikuwa akiitwa Azazil. Akaswali, malaika akaona waondoke naye mpaka mbinguni. Kila mbingu akawa anapewa jina. Mbingu ya kwanza akaitwa Abid, mbingu ya pili akaitwa Zahid, mbingu ya tatu hivyo. Lakini kiumbe huyu baadaye alikuwa na kiburi na kukataa haki. Alikuwa na kiburi, akapata sifa mbili, akaitwa Iblis na akaitwa Shetani. Mara kwa mara kuna sehemu anaitwa Iblis, sehemu nyingine anaitwa Shetani, na iko sababu yake pia. Mwenyezi Mungu asema, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Katika Araf, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Hapa aliitwa Iblis kwa sababu mtu akimwasi Allah mwenyewe, yeye mwenyewe tu na Allah, basi huwa ni Iblis. Lakini kama dhambi ile atamkosesha na mwingine, basi huitwa Shetani. Katika aya nyingine ile, fazallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma, zote ni sifa zake. Ahyana ni Iblis, ahyana ni Shetani, aleta vurugu. Na siku hiyo alivyotimuliwa peponi, na yeye alitimuliwa Iblis, alitimuliwa Sayyida Hawa ummul bashar, alitimuliwa Sayyidina Adam. Anasema waunzilatil hayya, na nyoka naye alikuwemo, alitimuliwa. So nyoka ndo alisababisha mpaka Nabii Adam kula matunda yale na kadhalika. Na tushawahi kutaja huko nyuma matunda gani, ni kitu kwa tushawahi kueleza vitu kama hivi. Sasa kwenye point, kwa nini walikataa malaika? Kwa sababu hii ardhi Mwenyezi Mungu kaiumba, na tunaelezwa na baadhi kwamba ardhi hii ilikuwa kama kipovu. Makedonia ilikuwa maji tu, kikaota kipovu pale Makka pale. Kipovu kile kikawa kigumu kama ngozi, ikawa ardhi inakuwa. Ilivyokuwa ikawa ina hang kama boti, kama mashua, kama meli inacheza, sipo juu ya maji. Waljibala autada, Mwenyezi Mungu akaweka milima mikubwa ikawa imetulia kidogo. Mimi nilikuwa zamani kwenye mambo ya kutengeneza meli, basi nyingine tunaongeza maboksi kwa sababu meli inakaa upande hivi ili ipate balance. Ili kwa sababu ile engine na kichwa kiko kule, kwa hiyo huko kuko wazi, hakuna wateja, unaweka inapata balance. Basi na ardhi ikawekwa vile, na ndani yake Mwenyezi Mungu akaiwekea khairi nyingi sana. Aqwataha, madini, mazao, neema mbalimbali. Lakini ardhi hii ndio mimi na wewe ndio tukaumbwa kupitia udongo. Na huu udongo mnavyouona una khairi kubwa. Hii ni neema kubwa. Udongo huu, angalia hata Nabii Allah Adam aliumbwa na udongo wa sampuli nyingi. Twini, lazib, hamaim. Udongo asema qabadatuhu Allah min qabadat jami'a man fil ardi. Nabii Allah Adam hakuumbwa na udongo mmoja, aliumbwa na udongo aina tofauti. Ndio maana na sisi laqad ji'na min ashkalin mutanawwi'an fihim al-aswad wal-ahmar wal-abyad. Nasi tukaja na shakili mbalimbali. Unaona kuna weupe, kuna weusi. Sasa huu udongo umetoa Waarabu, umetoa Wazungu, umetoa wa Chinese,
umetoa Pakistani, udongo, lakini udongo umetoa mavazi. Mmeona hizi tiles hizi, udongo. Vitu vingi sana vinatokea ardhini, na mambo mengi tunaokula sisi, riziki zetu zote ziko hapa. Kwa hii ardhi itakiwa kuheshimiwa. Majini wakaletwa, wakashindwa kutambua thamani ya ardhi, wakafukuzwa. Majini wote walifukuzwa na malaika, ondokeni. Wakaondolewa neema hii, na mpaka leo wanajutia. Azma la tu'rafu ni'ma illa bizawaliha. Siku zote mtu akiwa na neema haioni kama ni neema ile itakapomuondoka neema hii. Majini mpaka leo wanakumbuka, na Mtume alikuwa akiomba mara nyingi akiwa pale Maka, Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'ma, Mwenyezi Mungu nakuomba nisiondokwe na neema. Wakaondoshwa, au ardhi ikabakia tupu na mazao na matunda mengi. Kisha tukataka kuumbwa sisi. Malaika kwa sababu ardhi ni kitu chema, wakachelea na sisi tutaanza yale. Waliogopa, wakasema pengine watatengeneza mabomu hawa, alafu mabomu yale watauana Syria huko, watauana Palestina huko, watauua vitu vingi, watashindwa kuiheshimu ardhi, wataanzisha vita vile tulivyokataa sisi. Lakini Mwenyezi Mungu akasema watakuwa wema hawa, inni a'lamu ma la ta'lamun. Watakuwa na akili hawa, wataistawisha ardhi. Na kweli akamuumba Nabii Allah Adam. Alafu Qur'ani yasemaje? Wa allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaika. Alipomuumba tu mzee Adam, akamfundisha majina ya kila kitu, akamfundisha teknolojia, akamfundisha neema na kila kitu, asmaul ashya. Malaika hawajapitia elimu hiyo. Akawaambia malaika, ambiuni bi asmaiha, hebu nitajieni. Walishindwa, lakini mzee Adam akataja. Basi wote wakaambiwa mpeni heshima ya kumsujudia. Kisha Mwenyezi Mungu akasema, inni a'lamu, au sijakuambieni mimi najua ghaiba samawati wal ardh, najua mambo ambayo nyinyi hamyajui yalofichikanika. Akapata sharafa mzee Adam kwa ilmu kubwa. Kwa hiyo malaika walikuwa hawagomi moja kwa moja sisi kuumbwa, walikuwa na hofia tutaleta vita na tutaipuuza amani. Maisha ili yawe mazuri Waislamu, basi ni kupata amani, al-amni was-salama. Mtume sallallahu alaihi wasallama, miongoni mwa historia yake, huwa hapendi vita. Na nikuambieni, Uislamu hauna asili kwamba Uislamu uenezwe kwa upanga, bali Uislamu unaunga na hautaki kukata. Kila chanzo cha ugomvi Uislamu haukitaki. Na tunawashangaa baadhi ya Waislamu wanaoshabihisha Uislamu na kuua na ukatili. Uislamu unataka sana amani, al-amni. Basi Mtume alikuwa hapendi vita, na hakuna historia watu hawajaingia kwenye Uislamu isipokuwa wauliwe. Hakuna historia hizo. Mtume asema la tatamanna liqaa al-adu, msitamani vita, msitamani kukutana na adui. Fa in kana la mahala, ikiwa hakuna jinsi imetokea, fas'alullahu al-afia, muombeni Mwenyezi Mungu afya na salama, kwa sababu vita vina athari mbaya. Na zama za jahiliya ndo vita vilikuwa kila sehemu, mpaka hapa kwetu Tanzania. Ukoloni mamboleo, vita vimepigwa, na tukisema mwaka 64 kulikuwa kuna vita vingi. Lakini Uislamu sasa umekuja kuleta amani. Ndiyo maana nchi ambayo kwa sasa hivi imeshuka Qur'an ni nchi ya Maka.
ni nchi ambayo ina amani sana, na kwa amani yake hata Masihi Dajjali hatoingia pale zama hizo, wala taun. Siku ya ukombozi hiyo itakuja. Mji wa Maka ni mji wa amani. La uqsimu bihadha albaladi wa anta hillum bihadha albaladi wa walidin wama walada. Mtume kahalalishiwa mji ule, ni mji wenye amani. Wa idh ja'alna albayta mathabatan linnasi wa amna. Maka ni sehemu ya kufikwa na ni sehemu yenye amani, amani ya hali ya juu kweli kweli. Amani ni tunu, amani ni faida kubwa. Uislamu umetizama amani sehemu kuu 5, vitivo vitano. Sehemu hizi Uislamu umesisitizia kila mmoja ampe mwenzie amani sehemu hizo. Sehemu ya kwanza kabisa ni kumpa mtu amani ya moyo. La yahillu lilmuslimin an yurawwi'a musliman. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema haifai kwa Muislamu kumchimba biti, kumtia mkwara, kumtisha Muislamu mwenzie. Hata yuko pale, wewe niko nakushtua, hataki utani huo. Mtu apata hata taki ya moyo kumwambia mtu nitakuonesha, mpaka usiku hana amani. Amekosa mke wako, leo mkirudi we, haifai kunyima na amani. Nikwambie kitu kimoja, Sheikh Shafi, wakati nasoma chuo, basi unajua ndio tuko wasela tena, na unajua mambo ya boarding, lakini wenzetu baadhi mtu kapata kwa mjomba wake. Sasa watoto wa mjomba ni binamu. Sasa kwa bahati mbaya, mmoja katika sapi, kwa bahati mbaya ukishaingia bale ana mtoto wa binamu yake. Sasa shetani akamghuri usiku, anasoma chuo lakini halali boarding. Usiku akaanza kukumbatiana na yule binamu yake, na binamu anasoma na ustadhi naye ni talibul ilmi, katika talabatul ilmi. Hisia zimekuja sasa, wakati wanashikana. Unajua shetani bwana, shetani ni mjanja sana. Mtu jahil tu akifanya fornicate hata hakamatwi, akifanya mtu wa dini tu kazi anayo. Na shetani mjanja, ile siku ambayo hamtoshikwa anafelisha ile shughuli. Ile siku utakamatwa za mwezi 40 ndo anakutengenezea mipango ili ufedheheke tu. Shetani anatakia mabaya sana. Ustadhi siku zote wanasema kakaza. Siku ile kasema ya nini kufa na kihoro. Karudi chuoni mapema, kabeba nai zake, kaweka kule. Huyo ustadhi kaanza kumkumbatia binamu yake. Alivyomkumbatia na binamu naye karegea taban. Ndio ile la yakhluwanna ahadukum bimra'atin walau tuhafidhuha alquran. Mzaa utumbua usaa, mara wanaanza kukamatana, hata hawajafanikiwa katokea baba mtoto. Mimi kaona mbona TV leo haizimwi sasa tai. Na shetani mbaya sana. Shetani huwa anakuja wakati wa matatizo, kawasahaulisha wasifunge mlango. Hawajafunga mlango, baba kuja, kashtuka, mtume. Ustazi kashtuka, akaambiwa na yule mjomba wake, na mjomba ni mkali, afu unacheza na binti yake, ambia bwana mkubwa, kumbe amali yako ndio hii wewe. Sasa hakumgusa. Unajua alimwambiaje? Bwana ngoja kucha asubuhi. Ngoja kupambazuke asubuhi. Kwani ustadhi alisubiri kupambazuke tena? Hii kauli ilimnyima amani ya moyo. Huyu bwana kutakapokucha asubuhi atanifanya nini? Si ilikuwa Tanga, hofu achana nayo. Akatafuta nai yake akaeka kwenye mkoba. Akatafuta vitabu vyake kwenye mkoba. Alitoka kwa mguu Tanga mjini mpaka Horohoro. Huyo kaenda Mombasa kumalizia masomo.
Kasema mji huu lazima nihame. Kahama usiku, na pale alipoona pafupi pale alitembea saa 8 za usiku peke yake kama mwanga. Ana mdhukuru tu Allah na istighfar, la ilaha illa Allah. Unajua kwa nini? Aliambiwa neno moja tu, subiri kupambazuke asubuhi bwana. Endelea, ambia namuomba uendelee, subiri kupambazuke asubuhi. Alafu mlango ukafungwa kwache. Alitafuta bati liko wapi, kapiga teke, katoka safari. Aliporudi Mombasa kawa ulama. Hii yote ni hofu. Nabii Allah Musa kilichomtoa nchi ya Masri, nchi anayoipenda, akaenda Madian khaifan yatarakab, hofu. Nyie wote mshawahi kuipata hofu. Hofu ni katika mitihani mikubwa. Mimi naye tajiri yangu mwanamke zamani, nikimtengenezea magari yake. Sasa huyu hana house girl nyumbani, yeye ana house boy. Anasema mahouse girl wataletea mimba hapa, wana mambo mengi. Basi siku miongoni mwa siku, mama yule mweupe sana na watoto wake wazuri, matamanio yale yalimshika. Sasa yalipomshika, siku moja ikafikia yule kijana akataka kumbaka mmoja ya watoto wake. Wakati anampapasa, mama akapata hisia kuingia sehemu yake, watoto wake wanalala, anakuta kijana yule anataka kustareka na mtoto mchanga. Hisia ni mbaya sana. Anamnyonyesha mtoto mchanga dhakari yake. Hebu tizama sasa balaa hizi. Mama alivyoona, la ilaha illa Allah, yule naye kashtuka. Yamekuwa hivi. Ni hatari kubwa. Akamwambia, sikubali, mimi na pesa, nitakachokifanya utakijua tu. Nitakachokifanya hata uende wapi duniani. Nitamuita mama yako, nitamuita babako kwamba hii ndio jaza yangu. Basi kijana yule akapatwa na hofu kubwa sana. Akajifungia ndani pale, hajatoka, akajifungia ndani. Mama akaitwa, baba akaja, na wanatoka mbali. Bwana, mtoto wenu alionifanyia sisahau. Yuko wapi? Kwa aibu alizokuwa nazo, hata nje hajatoka. Hata kumbaka mwanangu, tumempeleka hospitalini lakini mtoto yuko sawa. Wanafungua mlango, kafunga mlango. Fungua wewe. Fungua mlango huu. Ukapigwa teke, ukafunguka. Hofu, kakosa amani ya moyo. Wamemkuta wajuzi kajinyonga maskini. Maana alikuwa anafikiria nitapelekwa wapi? Allah anasema wala nabluwannakum bishay'in min alkhawf. Kwa hiyo Uislamu kuthaminisha amani ni jambo la lazima, wala si jambo la khiari. Kumpa mtu amani ya